na maulama wema maduati ikhwani wanaoongoza umma ubaki kwenye amani, wakifundisha elima hadithi na Qur'ani, lengo husende mrama. Allah anasema in yurida islaha, ikiwa waamuzi hawa wa pande mbili watataka islah, yuwafiqillahu bainahuma. Kwa hivyo namna ya kuganga yakitokea matatizo sasa tunayaona ndani ya ndoa ni hawa wanandoa kuhakikisha kwamba wanatokea waamuzi wa pande mbili. Sasa sisi katika ndoa imeonekana watu wanakwenda kwa ajili ya kumtunza yule mama. Yaani siku ile kama kesho ndo ndoa yenyewe harusi, akili yenyewe ya yule mwanamke ishaharibika. Inamuwaza tu mchumba wake kwamba akili yote imeshakaa kesho mimi naolewa. Na ndio maana wakati mwingine unakuta analia bila kupigwa. Kwa maana anayo furaha iliyopindukia, chochote utakachomwambia hawezi kukuelewa. Katika safari yetu nzima ya kuangalia tatuzi, jamii ina mambo mengi tulivyotanguliza, na mengi yanayopatikana katika jamii, katika umma wa Kiislamu hatuna matatizo, kwa sababu Qur'ani ipo, na hii Qur'ani ni rehma na ni muongozo. Kwa hiyo kama alivyopata kuzungumza mmoja wa wazungumzaji Sheikh Ishaka kwamba kila gonjwa lina dawa yake. Kwa hiyo mashakili na matatizo yote katika jamii ya Kiislamu ni kwamba yana utatuzi wake, na mahusiano ni moja ya mambo ya kijamii. Tunataka tuangalie katika ndoa, kuna wazazi, kuna watoto, kuna kadha na kadhalika. Kwa hiyo hapo tungependelea tupate jinsi gani Qur'ani inavyoelekeza na kutibu vile mahusiano kati ya watoto, mahusiano baina al-abna, mahusiano kati ya watoto. Kwa hivyo na mimi hapa nipo katika kuzungumzia al-Qur'an wal mujtama', lakini ndani ya maudhui hii kuna maudhui kaifa alaja al-Qur'anu al-Karim al-alaqata baina al-abna, na jinsi gani Qur'ani imeweza kutibu mahusiano au mafungamano baina ya watoto. Tunapozungumza hivi tunakusudia huyu mtoto ana wazazi, na hawa wazazi namna wanavyoishi ama watakavyoishi watakuwa na mafungamano gani, mahusiano gani mazuri na watoto wao. Kwa maana hiyo, kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe ameamrisha kwamba watu au Muislamu aoe kwa kuchagua mke aliyekuwa sahihi, kwa kuchagua mke ambaye atakuwa ni mfano wa kuweza kuunganisha baina ya hawa watoto au kuweka mahusiano mazuri na watoto. Lakini hapa lazima tufahamu, kabla hatujagusa haya mahusiano au hii alaka, lazima mwanzo kabisa ni jinsi gani mke atatafuta mume sahihi na jinsi gani na mume naye atatafuta mke sahihi. Lakini haya atakapokosekana, tusitarajie mafungamano mazuri baina ya wazazi hawa wawili. Kwa mfano, inawezekana watu wakaja kaoana tu bila ya kujua kwamba nimemuoa nani ama ameolewa na nani. Alafu siku na siku mtoto anaenda kutafuta uthibitisho kwamba katika vipimo vya DNA kwamba mzazi athibitisho wa kiume ni mwanangu. Sasa mtoto akishaona hii hali inayoendelea baina ya wazazi wawili hawa, kwa kweli mahusiano yake na mafungamano yake na hawa wazazi yatakuwa sio mazuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu inaonekana kwamba mmoja katika wazazi lazima kuna jambo amelifanya. Sasa kwa nini mimi ninapelekwa kwenda kuthibitisha yani nasaba yangu na wazazi? Kwa maana hiyo sheria yetu ya Uislamu kama inavyosema, bayanat ash-shari'atu al-islamiyatu al-huquq al-asasiyata al-mutaalliqata lil-abna'i, wa min hadhihi al-huquq haqqu an-nasab, kwamba sheria yetu ya Kiislamu imeweka wazi haki za msingi zinazofungamana na watoto. Miongoni mwa haki hizo haqqu an-nasab,
ni haki ile ya nasaba. Fahaqul ibni ala walidaihi an yunsaba lahuma, haki ya mtoto kwa wazazi wake wawili ni anatakiwa anasibishwe nao. Watariqul asasiyu liithbati nasabi huwa zawaji sahih, na njia iliyokuwa thabiti, njia ambayo kwamba ni njia kuu ya kuthibitisha nasaba ya huyu mtoto na wazazi wake ni ndoa iliyokuwa sahihi. Ndoa sahihi ikipatikana, basi itakuwa ni moja ya sehemu ya kudhamini au kudhibiti mahusiano mazuri baina ya watoto na wazazi wao. Lakini pia miongoni mambo ambayo yanatakiwa kufanywa ili huyu mtoto awe na mahusiano mazuri na wazazi wake ni malezi mazuri kwa mujibu wa Uislamu wetu, kwa sababu Uislamu umewajibisha kwa wazazi wawili kuwalea watoto wao tokea wakiwa wadogo, kuhakikisha kwamba wanapa malezi mazuri ya Uislamu na wanakwenda kwa mujibu wa yale aliyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano kama vile kuwalea watoto katika kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwa kando kabisa na kujiepusha watoto na yale ambayo yatamkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili huyu mtoto aleleke katika malezi ya kumhofia na kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia miongoni mwa mambo yatakayotunza uhusiano mzuri baina ya wazazi na watoto ni wazazi kutilia muhimu malezi kwa watoto wao. Kwa mfano, antakuna tarbiyatu bil atfi wal hanan, haya malezi yawe ni kwa huruma, na vile vile yawe tunalia watoto kwa hali iliyokuwa nzuri, kwa upole kabisa, na vile vile mahusiano ya watoto baina ya wazazi wao ni katika kuwalea watoto malezi yaliyokuwa mazuri. Lakini hebu tuangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukisoma sira yake tunaambiwa kwamba siku moja kuna mtu mmoja alimuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anambusu mjukuu wake Al-Hasan. Yule mtu alivyoona ile hali, alimsogelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi nina watoto 10 lakini sijapata hata siku moja kuona mzee wangu wala mimi mwenyewe kuwabusu hawa watoto. Tazama Mtume alimwambia nini huyu mzee? Alimwambia, man la yarham la yurham, yule ambaye haonei huruma wenzake basi na yeye pia hatohurumiwa. Nini Mtume anaamaanisha? Anaamaanisha kwamba mahusiano mazuri kwa watoto ni katika jambo ambalo lina msingi, tunalotakiwa kuwalea watoto wajifahamu wanalelewa katika mambo gani. Lakini pia tukimalizia, miongoni mwa haki au mahusiano mazuri na watoto, miongoni mwa hayo haqul mirathi lil abnai min abaihim, ni haki nzima ya mirathi watoto kwa wazazi wao. Na hili ndilo ambalo limekosekana hivi sasa. Leo hii ukitaka kuona magomvi ya familia, subiri mzazi wao afe. Akishakufa pale tayari familia imeharibika, tayari watu wanazozana. Ni kwa sababu gani? Ni tokea mwanzo wazazi hawakuweza kuweka mahusiano mazuri na watoto wao, kuwapa malezi mazuri watoto wao, namna gani wataishi kwa misingi ya Kiislamu. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, watazamaji wa Africa TV, lazima haya tuyajue. Hatuwezi tukaweka mahusiano mazuri baina yetu na watoto. Lazima watu wawili hawa, baba na mama, kila mmoja ahakikishe anamoa mwanamke aliyokuwa vipi, na huyu mwanamume naye anaangalia ni nani wa kumooa katika utaratibu wa dini yetu wa sheria ya Kiislamu. Naam, nadhani tumesikia, tunaendelea kusikiza ndugu zangu watazamaji, jinsi gani Qur'ani inavyoelekeza na kutibu tatizo ambalo labda ingekuwa ni tabu kubwa sana kwa watu kufahamu, hivi mtoto na mzazi na kadhalika, kifamilia na katika jamii yetu, namna gani unaweza ukatengenezwa mahusiano katika sura nyepesi na sura ambayo yenye tija. Na bado tuna ziada za kuongezea kwa watazamaji wetu hapa. Nadhani Sheikh Haruna bila shaka bado anaweza akakazia maarifa katika swala zima hili la mahusiano kati ya watoto, kati ya watoto na wazazi wao. Hapana shaka ya kwamba watoto ni neema kubwa katika neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha nayo wazazi.
na ni katika kiburudisho kikubwa, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na dunia ni mapambo ya uhai wetu huu wa kidunia. Lakini pia tukumbuke kwamba watoto ni masulia makubwa juu ya wazazi, pale alipotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote nyinyi ni wachunga na kila mmoja atauliza kutokana na uchungaji wake. Lakini pia tuangalie kwamba mtoto huyu anapozaliwa yuko safi, anahitaji malezi, aondoshwe katika vile vitu ambavyo ni vikwazo kwa utoto huo. Ndio Imam Al-Ghazali anatuambia as-sabiyu amanatun inda walidayhi, mtoto ni amana mbele ya wazazi wake. Wa qalbuhu tahir, ule moyo wa mtoto anapozaliwa uko tahara, tena jawharatun nafisa, ni jawhari safi, khaliyatun an kulli naqshin wa sura. Mtoto hana lolote lile ambalo labda ni nakshi alionayo, kama ni picha mbaya au nzuri, wewe ndio utakemfanya akawa ni mzuri au ni mbaya. Wa mailun ila kulli ma yumalu ilayhi, mtoto yuko tayari kupondoka na kwenda kila anakoelekezwa. Fa in uwida alkhaira nasha alayhi, akizoezeshwa khairi atakulia kwenye khairi. Wa sa'ida fi dunya wal akhirah, na atakuwa ni mtukufu hapa duniani na kesho akhira. Vile vile wa in uwida sharra wa uhmila ihmal albahaim, akizoeshwa shari na akaachwa akawa kama vile ni mnyama tu akamzembea, wasimshughulikie, basi mtu huyo ataangamia, atakuwa shaqiya wa halakan, atakuwa muovu na ataangamia. Wa kana alwizru fi raqabati alqayyim alayhi, madhambi atakuwa juu ya yule anayemsimamia. Sasa ikiwa mtoto ni neema na mtoto ni jukumu tuliopewa, kuna tahadhari ambazo tunatakiwa tuzichukue ili tusikutane na zile akabati au tusikutane na mambo ambayo yatasababishia sisi kutupeleka katika ilaji. Tukiangalia sisi wote tunapenda kuisoma dua Allah aliyotuambia, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Tunawaombea watoto wetu kwamba iwe ni pozo la macho yetu, lakini tunawaomba kwamba wawe ni wacha Mungu. Lakini tuangalie wasia wa Luqman, ambapo hapo sasa ndio tunaingia katika ile ilaji ambayo lao tutapoifanya tukifanyia kazi tutakuwa katika watu wa khairi. Luqman anatoa katika wasia wake tawjihat ambao ni tarbawia adhima fi shatta majalat alhaya, katika njia zote, sehemu zote za uhai. Kwanza anahadharisha tahdhiru min al-ishrak, anamhadharisha mtoto katika ushirikina, na ni jambo la kwanza ambalo amelianza Luqmani kwa kumpa wasia manawe pale aliposema, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Angalia, anampa neno, jambo ambalo litamwepusha kuingia katika mambo ambayo yatamsababishia kwamba awe katika halaki. Kwa hiyo yatakikana katika kwa mzazi alijue hili, amwamrishe mtoto wake aepukane na shirki, amjue Allah ni nani. Lakini pia al-amru bil birri alwalidain, amrishwe mtoto kuwafanyia wema wazazi wawili, na hili tunalipatia faida pale aliposema Allah, wa wasaina al-insana biwalidayhi, tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili kuwafanyia wema. Kwa nini? Hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan, mama yake amembeba kwa tabu akiwa katika tumbo lake. Wa fisaluhu fi amain, akamlea miaka miwili. Lengo kubwa, anishkur li waliwalidai, Allah asema amshukuru Allah na washukuru wazazi wake. Kwa hiyo lazima mtoto awe ni mwema katika kwa mbele ya wazazi wake, lakini pia ashukuru lillah, amshukuru Allah. Kwa nini kumshukuru Allah? Hili linachukuliwa pale Allah aliposema kwamba anishkuru li waliwalidayk, umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia muraqabatullah,
tumlee mtoto katika kuchua na uchungaji, amchunge Allah katika mambo yake yote, ajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko naye. Ndio pale Allah aliposema ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawati au fi al-ardh ya'ti biha Allah. Huku ni kuwa na murakaba na Allah. Umfunze mtoto kwamba riziki yako, ajali yako, kheri yako yote inatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezi ikapotea kwako chochote. Huu ni wasia vile vile wa Luqman. Lakini pia ni kumuhusia mtoto ala iqamati sala, juu ya kusimamisha sala. Ya baniya aqimis sala au ya bunayya aqimis sala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al-umur. Allah anamwamrisha mtoto asimamishe swala, amrishe mema kwa kadri anavyoweza. Hata akimwona mwenzake we hilo halifai, mtoto awe na sifa hiyo. Hiyo ni shirki, hiyo ni bid'a, haifai, hiyo ni haramu. Mtoto yani ajue hivyo, kwa sababu umeshamfunza tangu mwanzo. Akiwa ni mtoto umemzoezesha neno Allah. Allah yuko wapi? Allah yuko juu. Mtume wako ni nani? Ni Muhammad. Umempa ilaj ya kutokuingia katika mambo ambayo ni mabaya. Lakini vile vile asabru ni kusubiri, wasbir ala ma asabaka, kusubiri katika yale ambayo yatakayokupata. Wallahu a'lam. Bila shaka tumepata hapo mahusiano. Watu wengi wanafahamu kwamba mahusiano ya mzazi ya mzazi na watoto labda ni ile tu kumlisha chakula na kadhalika, lakini kuna mahusiano ya maandalizi ya kumtengeneza mtoto. Shekhe ameeleza vizuri kabisa jinsi gani, na kwa mfano mzuri wa huyu mzee Luqman, mtu ambaye mwenye hekima kubwa sana, na jinsi alivyofanya. Kwa hiyo tumeona jinsi gani Qur'ani inayotengeneza jamii, na jamii inaanzia katika familia, kisha inakwenda katika jirani, kisha inakwenda katika huko mpaka jamii kubwa. Nadhani tumefaidika, na Allah atuhakikishe tunaamini kabisa kwamba Qur'ani ndiyo manhaji ya maisha inshallah. Unatizama kipindi cha Sawaidul Ikha. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inni uallimuka kalimati, hebu njoo nikupe maneno haya madogo madogo. Si darasa kubwa la kumpa ubao la kumweka kila wakati kuwa katika seriousness au kumweka katika kwamba sasa naanza kukufundisha. Mwambie tu, mwanangu, njoo nikuhadithie kitu fulani, njoo nikupe kitu fulani, pipi tunataka tuongee kidogo. Kwa Mtume alikuwa anatumia asalibu hizi katika kuwajenga watoto. Kwa ya ghulam inni uallimuka kalimati, akamwambia maneno mazuri kabisa ya kumjenga itikadi yake. Anamwambia ihfadhillaha yahfadhuk, muhifadhi Mwenyezi Mungu, hifadhi zile ambazo yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka uyaache, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka uyafanye, hizi hududi zake, hii mipaka yake, hebu jaribu kuihifadhi, kuilinda. Akikukataza hichi acha, akikuamrisha hichi fanya. Ukifanya hivyo basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye atakuhifadhi, kwa maana atakuwa karibu na wewe, atakulinda. Lakini pia ihfadhillah yahfadhuka, ihfadhillah tajidhu tujahak. Kila unapokuwa unamhifadhi Mwenyezi Mungu, naye anakuwa yuko mbele yako, yuko katika kukulinda wewe, kuwa karibu na wewe. Lakini tuwajenge watoto wetu waone kwamba wamtegemee Mwenyezi Mungu kwanza kabla ya vitu vingine. Baba na mama ni walezi, ni wasaidizi, na ndio maana akasema Mtume kumwambia huyu kijana mdogo, idha sa'alta fas'alillah, idha sa'alta fas'alillah. Ukiwa unaomba chochote basi kwanza muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Lakini pia unapokuwa unahitaji msaada wa aina yoyote, msaidizi mkubwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa tunawajenga watoto wetu kuhisi kwamba kinachomtokea, pamoja na juhudi zake, pamoja na kuhitaji na kufanya hivi, awe anajenga imani thabiti kwamba Mwenyezi Mungu ndo kila kitu, Mwenyezi Mungu ndio wa kuombwa. Hapa tunamtoa mtoto katika mambo ya itikadi bovu, katika mambo ya itikadi ambazo zitamfanya kutoka yeye imani yake kutoka nje ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anapokuwa anataka msaada, anapokuwa na maombi yoyote, amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamjengea mtoto ukaribu na Mwenyezi Mungu, tegemezi lake linakuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Unamwambia mwanao, jua kwamba watu wote wakiamua, wajomba zako, shangazi zako, dada zako, walimu zako, wakiamua kwamba wakuletee manufaa, wakusaidie,
basi hawa watu hawataweza kukusaidia kubadilisha maisha yako, kubadilisha jambo lako, ila lile jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari keshaliandika kwamba hili jambo litakufaa wewe. Lakini pia hata watu hao wakikusanyika, wakiwa wanakutakia mambo mabaya, wanakutakia karaha, wanakutakia ya kufike masaibu, ya kufike matatizo, basi ujue kwamba mambo hayo hayataweza kukufika illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, isipokuwa Mwenyezi Mungu akiwa tayari ameshakuandikia kwamba sasa litakufika baya. Kwa hiyo mtoto anakuwa anajua akiumwa, akifanya hivi, akipata na baya. Na wewe mzazi pia katika kumjenga mtoto wako imani ya namna hii, na wewe uonyeshe kwamba kweli kabisa hata wewe mtoto wako akipata na tatizo unamwombea Mwenyezi Mungu, utampeleka hospitali kutafuta sababu, lakini sio kwenda kuingia katika mambo ya sha'wadha, mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayakataza. Unaingia kwenye shirki, unakwenda kwa watu wa makuhani, unakwenda kwa watu wachawi, unakwenda kwa watu ambao wanapiga maramli. La, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema akitaka kukuletea jambo zuri, basi yeye hakuna mtu yote ambaye atakayeweza kukuletea madhara, na akiamua kukujaribu na kukuletea jambo la madhara aina yote, basi hakuna mtu ambaye atakayeweza kuyainua isipokuwa yeye. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kwamba kalamu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imeshaandika kwamba huyu litampata 1, 2, 3, 4, 5, lakini pamoja na kuandika na yale maandishi yameshakauka, yashagongwa na muhuri kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuwalee watoto wetu katika itikadi za kumwamini Mwenyezi Mungu, itikadi za kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itikadi za kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ni mazuri aombe Mwenyezi Mungu, kama limekufika baya, basi tuwajenge watoto wetu kwamba wamuombe Mwenyezi Mungu ndio awaondolee hii mabaya kupitia yeye. La yarfa'u alqadara illa dua, hakuna kinachoweza kuinua hii kadari ambayo Mwenyezi Mungu amekupangia isipokuwa kwa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuwalee watoto wetu katika itikadi za namna hii, tuwalee watoto wetu kwa kutembea nao, tuwalee watoto wetu kwa kuwa nao karibu, kwa kuzungumza nao, bali tusitegemee kwamba mtoto amekwenda madrasa amerudi, mtoto amekwenda shule amerudi kwamba itosheleze, bali sisi wazazi tuwe na desturi ya kupanga vikao na watoto wetu na kuwanasihi na kuwaweka katika mazingira ambayo wataweza kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu haya maneno yatoke katika nyoyo, yaingie katika nyoyo zenu. Kwa ufupi huu tuwe pamoja, tuendelee kuitazama Africa TV kwa manufaa na elimu na maisha mazuri kwa ajili ya kumjenga mwanadamu huyu katika ule malezi ambayo yatakayokuwa ni malezi kamili, malezi ya roho, malezi ya nafsi na malezi ya mwili. Wa ila huna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unatizama kipindi cha Sawaidul Ikha. Sababu naye ana mambo yake yale, chuki zake naye ana mambo yake naye ana mambo yake binafsi. Umeona? Sasa alivyoona hao mimi tena unarudisha hapa watu wanakupinga. Samahati mufti wanakupinga, alafu tena wewe kituoni kwako tena wanakuja kuna nini mambo. Ndivyo ilivyokuwa hivyo. Ni kweli mlikuwa mnampinga? Tumpinge wapi bwana? Mama swala ya dawa na kupingana. Hizo inaitwa chuki binafsi. Sasa yeye mufti kama yeye alikuwa haangalii kwamba una ukweli au sio ukweli. Sheikh, fitna ikitengenezwa mtu anakuja kufikishiwa lela juu. Kwani baadaye sisi tulikuwa kipindi kile tunapata posho yetu kutoka Saudia. CLP waliwasiliana na Saudia, maana waliulizwa, taarifa zilifika, ambia mufti akaulizwa katika ziara zao zile. Bwana, inakuaje kule maduati? Vijana wako we mwenyewe umewaleta sisi Saudia, tumejitahidi kuwapa elimu na kuwasoma. Leo vipi unakwenda tena kwa jibu alosema wale bwana walichana misaafu msikitini. Sasa wewe niambie Sheikh, utajibu nini? Ukishaambiwa kwamba dai huyu kachana msaafu, wewe utasemaje? Na hakuna nafasi ya kusema kwamba papatikane kuhakiki. Yule ni msema pweke. Kienda kule kauliza akasema tu bwana wale wamechana misaafu. Wewe utakubali kwamba wamechana misaafu wale? Ndio imefikishwa taarifa sasa. Siri kubwa nikupe, Darul Ifta enzi hizo na sasa hivi wizara hawafanyi kazi kwa kubahatisha na wala wafanye kazi kwa fitna. Hakufuata kabisa uzuri. Waliona kwamba itakuwa ni mambo ya kule hawakuhusika na hivyo. Hii ni sera katika dawa. Walita taswira. Maana ni mpambano baina al-haqq na labda kidogo. Sheikh, tuna nafasi kidogo na sisi. Nasema bwana kusema Sheikh bwana, hayo umekumbusha, tunakumbuka. Lakini kuna wakati mwingine hii mizozo kwa
unaendelezwa na upande mmoja, na pengine una nguvu katika jamii. Wewe ndio utakayejua Sheikh Nasr atende msahafu, ana wazimu. Lakini inawezekana mtu mwingine akaelewa hivyo, akasema hivyo kwamba hao wamechana msahafu. Sasa maswali yetu wakati mwingine tunataka tujiridhishe, yalikuwa na ukweli, tulikuwa nasikia. Tukishaona kama ni fitna, basi dawa inaendelea, na fitna bado zipo. Tunataka kusialote ili angalau jamii ifahamu kwamba kumbe kuna wazushi hivi, kwa sababu waliotangaziwa hizo sio waumini wa kawaida. Kwamba bana sisi tunaondoa kwa sababu wamechana msahafu. Hapana, sio waumini wa kawaida. Wao wamekwenda kwenye mamlaka zinazohusika za juu, ndio zimeambiwa kwamba watu wamechana msahafu. Wanajua wamefukuzwa tu hivi, wakajua kitandani. Yani fitna za Shia wanajua ni kubwa sana. Anaangalia kwamba wapi anaweza kutengeneza. Sasa pale sisi tulipofika kipindi kile ilikuwa tumeweza kueleza hali halisi kwamba jamani, hao mashia zamani sote, hata mimi nikiwa mdogo nilikuwa najua ni Waislamu halisi. Umeona? Sasa pale ikawa kuna mambo mengi sana. Sasa sisi tunabainisha yale kwamba jamani, hapana, hawa sio. Uwezo kuwa na mtu ambaye anamtukana sahaba, huyu anakata kabisa Uislamu wenyewe. Uislamu sisi tumeupata kwa maswahaba, sasa anakukata wewe na pale ambapo dini yako ndo asili yake. Sasa hapo kimbainisha mtu hawa hapo, unafikiri fitna yake itakuwa ndogo? Sasa yeye lazima sasa atumie ile nguvu aliyokuwa nayo kwa njia zote zile kutoa. Na Sheikh, nadhani mkumbuke kitu kimoja. Unajua mashia, gogoro hili sababu ilikuwa ni Shia, ndio sababu tatizo. Sababu ni Shia na kama mnakumbuka kwamba unajua Shia walikuwa na hamla. Huko nyuma Shia walikuwa na utulivu fulani. Yaani walikuwa ni Shia, unajua hii Shia wa Hindi na kwa namna ile ilikuwa namna hiyo. Wengine walikuwa kama vile wana sura kama hakuna vile. Hata kama mtu mmoja anajificha ficha. Hii ni yako nafasi, hebu fanya ongoka. Katika watu wote, nani ana haki zaidi kwangu nimfanyie wema? Mwenye haki zaidi juu yangu ni nani? Qala ummuk. Mtume alichomjibu, alimwambia mama yako. Mtume sallallahu alaihi wasallama aliweza kutuonyesha kwa maana kwamba unaweza pia ukaweza kumfanyia wema mzazi wako baada ya kuondoka kwa kumfanyia kadhaa kwa baadhi ya ibadati ambazo alikuwa bado hajazifanya. na maulama wema maduati ikhiwani wanaoongoza umma ubaki kwenye amani, wakifundisha elima hadithi na Qur'ani, lengo husende